Leo nitakuonyesha kitu cha kushangaza sana, jinsi mguu wako unavyoweza kutoa ishara muhimu kuhusu afya ya ini lako. Lakini sikiliza vizuri, hii si njia ya kugundua ugonjwa moja kwa moja, lazima uende hospitali kufanya vipimo rasmi. Hata hivyo, dalili hizi zinaweza kukupa mwanga wa mapema kuhusu kinachoendelea ndani ya mwili wako upande wa ini lako. Karibu kwenye channel ya Naturemed Supplies, mahali ambapo tunakuletea elimu ya afya kwa kutumia sayansi ya asili. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina aliyejikita kutoa maarifa sahihi yatakayokusaidia kuboresha maisha yako kila siku kwa kutumia mbinu asilia. Namba zake ni 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya screen ya video hii. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu. Pia, tunazo bidhaa zenye nguvu zinazoweza kuondoa changamoto yako ulionayo. Bidhaa hizi zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na zimethibitishwa na mamlaka husika hapa nchini. Kwanza kabisa, angalia mguu wako wa chini kwa umakini mkubwa. Ukiona kuna madoa madogo mekundu au ya kahawia ambayo wakati mwingine yanaweza kuwa na mng'ao wa kipekee, hii inaweza kuwa ishara ya mzunguko mbaya wa damu mwilini. Hali hii hutokea pale damu inaposhindwa kusafiri vizuri kutoka moyoni kwenda kwenye maeneo ya mbali kama miguu na kurudi tena. Mara nyingi, hali hii huhusishwa na matatizo ya ini kwa sababu ini lina jukumu muhimu katika kusafisha damu na kudhibiti kemikali mbalimbali mwilini. Hata hivyo, pia inaweza kuwa dalili ya magonjwa mengine kama kisukari au matatizo ya mishipa ya damu, hivyo ni muhimu kuchukua tahadhari na kufuatilia kwa karibu zaidi. Sasa, hebu tazama suala la mishipa inayoonekana kama utando wa buibui kwenye ngozi ya miguu. Hii ni hali inayojulikana sana kwa watu wenye matatizo ya ini, hasa pale ini linapokuwa limeathirika kwa muda mrefu. Kinachotokea ni kwamba ini linaposhindwa kufanya kazi zake vizuri, mwili huanza kuzalisha kiwango kikubwa cha homoni ya estrogen kuliko kawaida. Kuongezeka kwa homoni hii husababisha mishipa kupanuka na kuonekana wazi juu ya ngozi. Dalili hii mara nyingi huonekana kwenye miguu, lakini pia inaweza kujitokeza kwenye sehemu nyingine za mwili, na ni ishara ya muhimu sana inayopaswa kuchukuliwa kwa uzito. Jambo la pili, visigino vilivyopasuka. Ni dalili nyingine ambayo watu wengi huichukulia kawaida, lakini inaweza kuwa na maana kubwa kiafya. Hali hii mara nyingi husababishwa na upungufu wa virutubisho muhimu, hasa vitamin B3 pamoja na mafuta yenye afya kama omega 3. Ini lina jukumu la kusaidia mmeng'enyo na ufyonzwaji wa mafuta pamoja na vitamini zinazoyeyuka kwenye mafuta kama vitamin A na E. Ikiwa ini halifanyi kazi vizuri, mwili hushindwa kupata virutubisho hivi kwa kiwango cha kutosha, na matokeo yake ngozi huanza kupoteza unyevu na kupasuka, hasa kwenye visigino. Jambo la tatu ni kuwasha chini ya mguu. Ni ishara nyingine inayoweza kuonyesha kuwa kuna tatizo kwenye ini. Hii hutokea pale sumu au kemikali fulani zinapokusanyika mwilini kutokana na ini kushindwa kuzichakata ipasavyo. Wakati mwingine, hali hii huambatana na mkusanyiko wa majimaji au hali ya nyongo kurudi nyuma ndani ya mwili. Matokeo yake, mtu huhisi muwasho mkali, hasa kwenye nyayo za miguu. Watu wengi huchanganya hali hii na matatizo ya kawaida ya ngozi bila kujua kuwa inaweza kuwa ishara ya ndani zaidi inayohusiana na afya ya ini. Jambo la 4, kuhisi miguu kuwa ya moto kupita kawaida. Hii ni dalili nyingine ambayo mara nyingi hupuuzwa, lakini ina umuhimu mkubwa sana. Hali hii hutokea pale mwili unapokuwa na mkusanyiko wa sumu au mzunguko wa damu unapokuwa si mzuri kutokana na ini kushindwa kufanya kazi zake kikamilifu. Miguu kuwa ya moto inaweza kuambatana na hisia za kuchoma au kuwaka, na ni muhimu kuchunguza chanzo chake mapema ili kuepuka madhara makubwa zaidi. Jambo la 5, harufu mbaya ya miguu. Nako inaweza kuwa ishara ya ndani ya mwili isiyofanya kazi vizuri, hasa ini. Ini linaposhindwa kuondoa sumu mwilini ipasavyo, baadhi ya sumu hizo hutolewa kupitia ngozi. Hali hii husababisha harufu isiyo ya kawaida kutoka kwenye miguu hata kama mtu anazingatia usafi. Mara nyingi hali hii huambatana na matatizo mengine ya mfumo wa mmeng'enyo kama utumbo na figo kujaa uchafu, hivyo ni muhimu kuangalia afya ya mwili kwa ujumla wake. Jambo la 6.
uvimbe wa mguu unaobonyea ndani unapougusa kwa kidole. Hii inaonyesha kuwepo kwa mkusanyiko wa majimaji mwilini, hali inayojulikana kama edema. Hali hii hutokea pale ini linaposhindwa kudhibiti uwiano wa maji na protini mwilini. Maji huanza kujikusanya kwenye tishu za mwili, hasa maeneo ya chini kama miguu. Hii ni ishara ya wazi inayohitaji uangalizi wa haraka wa kitabibu ili kubaini chanzo halisi. Jambo la 7, fangasi kwenye kucha za miguu ni dalili nyingine inayoweza kuhusiana na matatizo ya ini. Watu wenye ini lisilofanya kazi vizuri mara nyingi huwa na usawa mbaya wa bakteria na fangasi mwilini, hasa kwenye utumbo. Hali hii husababisha fangasi kukua kwa urahisi kwenye maeneo ya nje ya mwili kama kucha za miguu. Fangasi hawa husababisha kucha kubadilika rangi kuwa njano au nyeupe na wakati mwingine kuwa nene au dhaifu. Jambo la 8, rangi ya kucha zako. Ukiona kucha zinakuwa nyeupe sana au sehemu ya chini ya kucha inapoteza umbo lake la kawaida la mwezi, hii inaweza kuwa ishara ya mzunguko mbaya wa damu. Hali hii mara nyingi huhusishwa na ini kushindwa kusambaza virutubisho muhimu kupitia damu kwenda kwenye maeneo ya mbali ya mwili. Ni dalili ndogo lakini yenye maana kubwa ambayo inaweza kusaidia kugundua tatizo mapema kabla halijawa kubwa zaidi. Ushauri wa msingi. Kwanza kabisa, hakikisha unafanya uchunguzi wa afya mara kwa mara hospitali. Dalili zozote unazoziona kwenye mwili, hasa kwenye miguu, zisikufanye utoe hitimisho mwenyewe. Vipimo vya kitaalamu ndivyo vitakavyokupa majibu sahihi kuhusu hali ya ini lako na viungo vingine vya mwili. Pili, zingatia sana lishe yako ya kila siku. Epuka matumizi ya sukari nyingi pamoja na vyakula vilivyosindikwa kupita kiasi. Badala yake, ongeza ulaji wa mboga za majani, matunda na vyakula asilia ambavyo havijapitia viwandani. Hivi vina virutubisho muhimu vinavyosaidia ini kufanya kazi zake kwa ufanisi mkubwa. 3, punguza au acha kabisa matumizi ya pombe. Pombe ni moja ya vitu vinavyoathiri ini kwa haraka sana na kwa kiwango kikubwa. Matumizi ya muda mrefu yanaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa ini ambao wakati mwingine hauwezi kurekebishwa kirahisi. 4, kunywa maji ya kutosha kila siku. Maji husaidia mwili kuondoa sumu na kurahisisha kazi ya ini pamoja na figo. Ukosefu wa maji ya kutosha unaweza kusababisha mwili kushindwa kujisafisha ipasavyo. 5, kuwa makini na matumizi ya dawa bila ushauri wa daktari. Dawa nyingi zina athari kwa ini, hasa zinapotumika kwa muda mrefu bila uangalizi wa kitaalamu. Ni muhimu kufuata maelekezo ya daktari kila unapohitaji kutumia dawa yoyote. 6, hakikisha unapata mazoezi ya mwili mara kwa mara. Mazoezi husaidia kuboresha mzunguko wa damu mwilini na kupunguza mkusanyiko wa mafuta kwenye ini. Hata matembezi ya kawaida kila siku yanaweza kuwa na faida kubwa kwa afya yako. 7, punguza ulaji wa protini kupita kiasi, hasa kama tayari una dalili za matatizo ya ini au figo. Badala yake, hakikisha unapata uwiano mzuri wa vyakula mbalimbali ili mwili uweze kufanya kazi zake bila mzigo mkubwa. Mwisho, zingatia usafi wa mwili na hasa miguu yako. Ingawa baadhi ya dalili hutokana na matatizo ya ndani, usafi pia una nafasi kubwa katika kuzuia maambukizi kama fangasi na harufu mbaya. Ukizingatia mambo haya, utaweza kulinda afya ya ini lako na mwili kwa ujumla na kupunguza hatari ya kupata matatizo makubwa ya kiafya. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.